Taharuki imetanda nchini Tanzania baada ya taarifa mbaya ya kutisha kutoka CCM kuzua gumzo nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na kumbuka kusubscribe. Chama cha Mapinduzi CCM kimetangaza rasmi mpango mpana wa kisiasa na kimkakati wa kukabiliana na kile kinachokitaja kama upotoshaji wa taarifa unaoenea kwa kasi katika mitandao ya kijamii dhidi ya serikali na taifa kwa ujumla. Kupitia katibu wa halmashauri kuu ya taifa NEC anayeshughulikia itikadi, uenezi na mafunzo kwa jina Kenani Kihongosi, chama hicho kimesema hakitakaa kimya tena bali kitajibu hoja kwa hoja ili kulinda heshima ya nchi, amani ya jamii na taswira ya serikali. Kauli hiyo ilitolewa jijini Dar es Salaam wakati wa kikao kazi na viongozi wa mashina wa CCM kutoka majimbo ya Temeke na Kigamboni, ikionyesha mabadiliko ya wazi katika mbinu za chama kukabiliana na mazingira mapya ya siasa za kidijitali, ambapo mitandao ya kijamii imekuwa uwanja mkuu wa mapambano ya simulizi za kisiasa. Katika miaka hivi karibuni, mitandao ya kijamii imebadilisha kwa kiasi kikubwa namna siasa zinavyojadiliwa, kuenezwa na kupingwa. Tanzania kama nchi nyingine nyingi imeshuhudia ongezeko la mijadala ya kisiasa kupitia majukwaa ya kidijitali, huku wakosoaji wa serikali, wanaharakati, wanahabari na wanasiasa wakitumia mtandao kufikisha ujumbe wao moja kwa moja kwa umma. Kwa mujibu wa ripoti ya Reuters kuhusu Afrika Mashariki na siasa za kidijitali, vyama tawala katika ukanda huu vinakabiliwa na changamoto mpya ya kudhibiti simulizi za kisiasa katika mazingira ambayo habari husambaa haraka kuliko mifumo ya jadi ya mawasiliano. Ndani ya muktadha huo, kauli ya CCM inaonekana kama jibu la kimkakati kwa mabadiliko ya mizani ya nguvu katika uwanja wa habari. Akizungumza katika kikao hicho, Kihongosi alisisitiza kuwa uhuru wa kutoa maoni haupaswi kutumiwa kama kisingizio cha kueneza chuki, propaganda au taarifa zisizo sahihi. Alisema kuwa chama tawala kina wajibu wa kulinda heshima ya taifa na maslahi ya wananchi wengi dhidi ya watu wachache wanaodaiwa kutumia mitandao kuvuruga umma kiakili. Kauli hii inaendana na msimamo wa serikali kuhusu udhibiti wa maudhui ya mtandaoni, na kwa mujibu wa sheria za huduma ya mawasiliano ya elektroniki na posta na kanuni zake, serikali ina mamlaka ya kusimamia matumizi ya majukwaa ya kidijitali ili kuzuia uhalifu, chuki na taarifa za uongo. BBC News katika uchambuzi wake wa Januari mwaka jana ilieleza kuwa serikali ya Tanzania imekuwa ikisisitiza uwiano kati ya uhuru wa kujieleza na usalama wa taifa katika sera zake za kidijitali. Mkakati wa CCM haukuishia katika kauli za kitaifa pekee. Kiongozi aliwataka viongozi wa mashina na matawi kuwa mabalozi wa elimu kwa jamii kuhusu matumizi chanya ya mitandao ya kijamii, na hii inaonyesha kuwa chama kinapanga kutumia mtandao wake mpana wa ngazi za chini kama ishara ama kama silaha ya kujenga na kulinda simulizi yake. Aidha, vijana wa CCM wametajwa kama nguzo muhimu ya mkakati huo. Kwa mujibu wa chama, vijana wanapaswa kuwa mstari wa mbele katika kujibu hoja ya kufichua uongo unaoenezwa dhidi ya serikali. Hatua hii inaakisi mwelekeo unaoonekana katika vyama vingi barani Afrika, ambapo vikosi vya mitandaoni ama digital mobilization vinatumika kuimarisha ushawishi wa kisiasa. Ripoti ya chuo kikuu cha Oxford Internet Institute ilibainisha kuwa vyama vya siasa duniani vinaongeza uwekezaji katika vikosi vya kidijitali ili kushawishi maoni ya umma na kupambana na wakosoaji mtandaoni. Na hata hivyo, mkakati wa CCM umeibua maswali miongoni mwa wachambuzi wa siasa na haki za binadamu. Baadhi wanaonya kuwa mpaka kati ya kupambana na upotoshaji na kudhibiti uhuru wa kujieleza ni mwembamba sana, kwamba Human Rights Watch katika ripoti yake ya mwaka 2024 kuhusu Tanzania ilionya kuwa juhudi za kupambana na habari potofu zisipowekwa katika misingi ya uwazi na uwiano zinaweza kuathiri haki za msingi za kujieleza na kupata taarifa. Wataalamu wa mawasiliano wanasema kuwa kujibu hoja kwa hoja kunaweza kuwa njia chanya ikiwa itazingatia ukweli,
ushahidi wa lugha isiyochochea chuki, lakini ikiwa itageuka kuwa mashambulizi dhidi ya wakosoaji, inaweza kuongeza mgawanyiko badala ya kujenga umoja wa taifa. Kwa kihistoria, CCM imekuwa na mifumo imara ya uenezi wa mawasiliano kupitia vyombo vya habari vya jadi na mtandao wa chama. Hata hivyo, ujio wa mitandao ya kijamii umevunja ukiritimba huu, ukitoa nafasi kwa sauti mbadala ambazo hazipiti katika mifumo rasmi ya chama au serikali. Kwa mujibu utafiti wa taasisi ya utafiti wa habari za jamii ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mitandao ya kijamii imeongeza ushirikiano wa wananchi katika mijadala ya kisiasa, lakini pia imeongeza hatari ya habari potofu na propaganda. Na ndani ya mazingira haya, vyama vya siasa vimejikuta vikilazimika kubadili mbinu ili kubaki na ushawishi. Na kwa mtazamo wa wachambuzi wa siasa, mpango wa CCM unaweza kutafsiriwa kwa njia mbili: kama mkakati wa kisiasa wa kuimarisha uhalali wake mbele ya umma, au kama juhudi ya kulinda uthabiti wa taifa dhidi ya taarifa zinazoweza kuchochea migogoro. Ukweli huenda uko katikati ya mitazamo hiyo miwili. Al Jazeera katika makala yake ya uchambuzi wa Novemba mwaka 2024 kuhusu siasa za kidijitali Afrika ilieleza kuwa vyama tawala mara nyingi huwasilisha mikakati ya udhibiti wa habari kama ulinzi wa taifa, wakati wapinzani huiona kama mbinu ya kudhibiti mjadala wa umma. Mpango wa CCM wa kukabiliana na upotoshaji mtandaoni una umuhimu mkubwa katika mustakabali wa siasa za Tanzania. Kwanza, unaonyesha jinsi mtandao wa kijamii ilivyogeuka kuwa kiini cha ushindani wa kisiasa, sawa au hata zaidi ya majukwaa ya kampeni za jadi. Pili, unaibua mjadala mpana kuhusu mipaka ya uhuru wa kujieleza, wajibu wa vyama vya siasa na nafasi ya serikali katika kusimamia mazungumzo ya kidijitali. Na kwa wananchi, mjadala huu ni muhimu kwa sababu unaathiri moja kwa moja haki yao ya kupata taarifa sahihi na kutoa maoni yao bila hofu. Kwa demokrasia, changamoto ni kuhakikisha kuwa mapambano dhidi ya upotoshaji hayageuki kuwa vita dhidi ya ukosoaji halali. Na mwisho wa yote, mkakati wa CCM utapimwa si kwa maneno yake bali kwa utekelezaji wake. Ikiwa hoja zitajibiwa kwa ushahidi, uwazi na heshima, unaweza kusaidia kuinua ubora wa mjadala wa kisiasa. Lakini ikiwa utatumika kuzima sauti mbadala, unaweza kuongeza mashaka ya migawanyiko. Na katika enzi ya siasa za kidijitali, ushindi wa kweli hupatikani kwa ukimya wa upinzani, bali kwa imani ya wananchi kwamba ukweli si kelele ndio unaongoza mjadala wa taifa. Habari hiyo ya kushtua kutoka Chama cha Mapinduzi kuhusiana na wanamitandao kidogo imezua taharuki na kuzua gumzo nchini Tanzania. Na taarifa hiyo ndio tunahitimisha taarifa zetu za TanzaPulse hapa kwenye channel hii. Zidi kuwa mfuasi wetu kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na hivyo utakuwa umetusupport